Hujambo mtazamaji wa Zone Media, sina shaka ubuheri wa afya kabisa. Naitwa Victor Moshi. Sasa moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo imetokea usiku wa kuamkia leo inawahusu Wahouthi pale nchini Yemen, ambapo wameweza kufanya shambulizi la kombora kwenda katika nchi ya Israel wakilenga uwanja wa kimataifa wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Tel Aviv. Sasa taarifa inasema hivi: jeshi la Israel limesema limedungua kombora lililorushwa Jumatatu kutoka Yemen ambalo Wahouthi wamedai kuwa lililenga uwanja mkuu wa ndege wa Israel. Baada ya milio ya ving'ora kusikika muda mfupi uliopita katika maeneo kadhaa nchini Israel, kombora lililorushwa kutoka nchini Yemen limeingiliwa na kudunguliwa, jeshi lilisema katika taarifa yake, huku milipuko mikubwa ikisikika angani juu ya mji wa Yerusalemu. Wahouthi kutoka Yemen wamekuwa wakirusha makombora ya droni kuelekea Israel mara kwa mara tangu vita vya Gaza vilipoanza mwezi Oktoba 2023 kufuatia shambulio la kundi la wanamgambo wa Kipalestina Hamas dhidi ya Israel. Katika taarifa ya video, msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Saree alisema kuwa jeshi la makombora limefanya operesheni ya kijeshi iliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji wa Tel Aviv. Ufyatuaji huo wa kombora la Jumatatu umekuja baada ya tukio kama hilo siku iliyotangulia ambalo pia limedaiwa na waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Houthi pia wanasema wanachukua hatua hizo kama ishara ya mshikamano na Wapalestina. Walikuwa wamesitisha mashambulizi yao wakati wa kusitishwa kwa mapigano kwa miezi miwili huko Gaza, kipindi kilichomalizika mwezi Machi, lakini walianza tena mara tu baada ya Israel kuendelea na kampeni yake ya kijeshi katika eneo hilo. Ingawa makombora mengi yamekuwa yakidunguliwa kabla ya kufika malengo, kombora moja lililofatuliwa mapema mwezi Mei liliweza kugonga eneo la ndani ya uzio wa uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa mara ya kwanza. Lakini vile vile Israel nayo imefanya mashambulizi kadhaa ya kulipiza kisasi ndani ya Yemen kufuatia mashambulizi kwenye bandari na uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Sanaa. Sasa taarifa hii mtazamaji inazungumzia kwa jinsi gani Wahouthi pale nchini Yemen umekuwa na muendelezo au mfululizo wa kuweza kuishambulia Israel baada tu ya kampeni yake ya kuwasaidia Wapalestina ambao wanataabika kwa ajili ya mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Na kupitia msemaji Yahya Saree amekuwa akitoa taarifa mara kwa mara kuhusiana na mashambulizi yao ambayo wamekuwa wakiadhamiria siku hadi siku. Sasa wananchi wa Israel wamekuwa kwenye hofu kubwa sana kufuatia hiki kitu ambacho kinafanyika katika ardhi yao, ambapo hawapendi kuona mashambulizi ya mara kwa mara akiwa yanatokea katika nchi yao, lakini vile vile wanaumia kuona ni kwa jinsi gani amani inazidi kutoweka katika nchi yao. Sasa Wahouthi kutoka pale nchini Yemen kila siku wanazidi kutoa taarifa na kuainisha sera zao kwa ajili ya kuweza kuishambulia Israel, kwa kusema kwamba wao ajenda yao ni kuweza kuishambulia Israel hadi pale ambapo Israel itasitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Na katika hatua hizi ambazo zinaendelea kuchukuliwa na Wahouthi kutoka nchini Yemen, jana tu kiongozi mkuu wa baraza la Kihouthi alizungumza kwa urefu sana kuhusiana na kutoa muda kwa makampuni ya kigeni yote ambayo yamewekeza nchini Israel kuondoka haraka iwezekanavyo, kwa sababu moja kati ya maeneo ambayo yanakuwa ni mlengo katika nyakati za usoni ni maeneo ya makampuni ambayo yamewekeza katika nchi ya Israel. Na alitoa onyo kwa kusema kwamba endapo watakaidi agizo lao ambalo limeweza kutoka hapo jana, basi wataingia katika dosari kubwa sana ambayo inaweza kawakuta kufuatia mashambulizi ya Wahouthi pale nchini Yemen. Sasa hatua hizi ambazo zinazidi kuchukuliwa na Wahouthi kutoka pale nchini Yemen inaonyesha wazi kwamba huu ni mshikamano ambao umeiva kweli. Wanadai kwamba wanafanya haya kuunga mkono wa Palestina kufuatia uvamizi wa Israel katika ukanda wa Gaza. Lakini vile vile kulenga Ben Gurion ni jaribio la kuonyesha kuwa hata maeneo ya kiraia muhimu yako hatarini, jambo linalozua taharuki kwa raia wa Israel. Ben Gurion ni moja kati ya uwanja wa kimataifa wa ndege pale nchini Israel na ni sehemu kubwa kabisa ya uchumi wa Israel. Wanategemea kwa sababu ya abiria ambao wanakuwa wanaingia na kutoka, lakini vile vile mbadilishano wa ndege za kutoka sehemu mbalimbali pia imekuwa ni moja kati ya kitega uchumi kizuri kabisa kwa Israel. Sasa Wahouthi
tayari wameshauweka uwanja wa ndege wa Ben Gurion kama target yao ya kila siku, ambapo mashambulizi mengi yamekuwa yakilenga katika uwanja wa ndege huo. Lakini vile vile jeshi la Israel kila siku limekuwa likitoa tahadhari kwa wananchi wake. Ving'ora vimekuwa vikilia katika miji mikubwa kama Tel Aviv pamoja na Yerusalemu kwa sababu ya kuwatahadharisha wananchi wake kwa wakati wowote, muda wowote, kwamba hatari inaweza kutokea. Na ving'ora hivyo vimesababisha mamia na maelfu ya raia wa Israel kuwa na wasiwasi mkubwa kwa kile ambacho kinaendelea katika nchi yao, kwa sababu miongoni mwa raia wengi zaidi hawapendi kuona kile ambacho kinaendelea, kwa sababu Israel inaruhusu kushambuliwa kwa urahisi zaidi ikiwa tu bado wanasisitiza kwamba wataendelea na operesheni zao katika ukanda wa Gaza. Ni kitu kidogo tu wananchi ambao wanatamani kusikia au kuona ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asitishe mapigano katika ukanda wa Gaza, ndipo ambapo Wahouthi kutoka pale nchini Yemen nao watasitisha mapigano na Israel. Na njia yao rahisi ni moja tu, kuweza kutuma makombora ya masafa marefu, kwa sababu wao hawawezi kupigana kwa kutumia ardhini, na wao wamewekeza zaidi kupitia jeshi la anga ambalo huwa wanafanya mashambulizi moja kwa moja kwa kutumia makombora ya masafa ya kati na masafa marefu zaidi ya kilomita 1600 mpaka 2000, 5000 na kuendelea. Lakini vile vile hatua hizi za Wahouthi zinakuja baada ya kutaka kuizofisha Israel kwa mbinu zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa Wahouthi wao huwa wanatumia makombora ya kushtukiza ambayo Israel wakati wote inatakiwa kuwa macho kwa ajili ya kuweza kupambana nayo. Lakini Israel pia imefanya mashambulizi kadhaa ya kuweza kulipiza dhidi ya Wahouthi, lakini vile vile lengo lao kubwa kwa Israel kuweza kuwadhoofisha Wahouthi ni kushambulia maeneo ya bandari na uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Sanaa pale nchini Yemen, ambapo kama wiki moja iliyopita hivi Israel ilishambulia uwanja wa ndege wa Sanaa na kusababisha miundombinu ya uwanja wa ndege kuharibika sana. Lakini vile vile hii ni ishara kwamba Israel haizingatii tu Gaza, bali iko tayari kupambana na wapinzani wake hata mbali, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliweka wazi kabisa kwamba adui yake yeyote ambaye atakuja kumdhuru, basi naye atachukua wajibu wa kuweza kufanya shambulizi katika ardhi ya huyo adui. Lakini Israel sasa inapigana vita vya kikanda kwa sababu ya kuwepo kwa makundi kadhaa ya wanamgambo kama Hezbollah pale Lebanon, lakini vile vile Hamas na Islamic Jihad Gaza, lakini vile vile Wahouthi pale nchini Yemen, ambapo hatari pia zinazidi kuongezeka kutokana na mgogoro wa kieneo. Huenda mashambulizi haya yakazua vita kamili kati ya Israel na Wahouthi, ambayo ni tishio kwa usafiri wa anga na baharini. Lakini vile vile kuna hatari ya kiraia. Shambulizi ambalo lililofanikiwa kufika Ben Gurion linaweza kuathiri abiria na safari za kimataifa. Lakini vile vile migogoro hii ambayo haitabiliki, Israel ikiongeza mashambulizi katika ardhi ya Yemen, inaweza kuvuruga usalama wa bahari ya Sham ambayo ni njia kuu ya biashara duniani. Kwa hiyo katika mapigano haya Israel pia ni kama vile inajaribu kupunguza yale makali ambayo huwa wanafanya kwenye mashambulizi yao, kwa sababu sehemu kubwa kabisa ya usafirishaji wa mafuta ni kupitia bahari ya Sham kutoka nchi ambazo zina utajiri mkubwa kabisa wa mafuta, nikizungumzia Irani, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na maeneo mengi ambayo huwa mafuta yanatoka huko. Sasa Israel endapo itaingia kwenye vita moja kwa moja na Wahouthi, inaweza kuathiri biashara kwa kiasi kikubwa sana katika ukanda wote wa bahari ya Sham, kiasi cha kwamba dunia inaweza kuingia kwenye ukata mkubwa wa ukosekanaji wa mafuta, ambapo mafuta mengi ambayo yanatumika katika sehemu mbalimbali duniani yanategemea nchi hizo ambazo ziko huko ukanda wa Mashariki ya Kati. Hiki kitu ambacho kinatokea hapa, sina shaka taarifa zaidi zitaweza kuja, na inawezekana uongozi katika serikali ya Israel ikaja ikatoa taarifa kufuatia mfululizo wa Houthi kuweza kushambulia nchini Israel. Mimi ni Victor Moshi. Kwa taarifa zetu zijazo, basi nikukumbushe mtazamaji, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.